Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, Bwana wetu Yesu Kristo, tamsikia katika Injili anatuliza dhoruba. Anatuliza dhoruba baada ya wanafunzi wake kumpigia kelele na kumwamsha, utuokoe tunaangamia. Yesu anaamka, anawaambia hamna imani bado. Basi Yesu anakemea mawimbi, yanatulia na bahari inakuwa shwari. Watu wanastaajabu. Ndugu zangu, hilo limetokea ili liwe fundisho kwetu sisi. Katika maisha yetu tunakumbana na dhoruba na mawimbi, lakini tupaswe kuogopa. Yesu yupo. Tunachohitajika kwetu ni kumuita. Tunamuita Yesu wakati wa dhoruba. Tunamtafuta. Tunamuamsha. Wanafunzi walimuamsha Yesu. Wakati mwingine Yesu anaweza akawa ametoweka katika maisha yetu kwa sababu ya hali zetu za maisha, kwa sababu ya kutokufuata maagizo yake. Lakini basi tukirudi kwake na kumuita, anatusaidia kama alivyowasaidia wanafunzi wake. Hatupaswi kuwa na hofu kama tunamwamini Yesu. Watu wengi wana hofu katika maisha. Watu wengi wanakata tamaa katika maisha wakati Yesu yupo pamoja nasi. Kumbe tunakumbushwa siku hii ya leo, tumuite Yesu, atatuokoa katika dhoruba zetu. Mungu anaweza kutenda lolote katika maisha, katika kutuokoa. Kama tutakavyosikia katika somo la kwanza, alivyomwokoa Lutu na familia yake wasiangamizwe alipokuwa anaangamiza miji ya Sodoma na Gomora. Lakini basi aliwapa maagizo ya kufuata. Lutu alikuwa mtiifu, lakini mkeo hakuwa mtiifu. Aligeuka nyuma baada ya kuambiwa asigeuke nyuma. Akageuka kuwa nguzo ya chumvi. Kumbe na sisi katika maisha yetu tumepewa maagizo ya kufuata ili tuweze kuwa na mafanikio ya kiroho na ya kimwili. Tunapogeuka nyuma, maana yake ni kuacha yale maagizo. Na sisi wakati mwingine tutageuka kuwa nguzo ya chumvi. Maana yake hatutapata wokovu, hatutapata kile tunachokihitaji kwa sababu ya kutofuata maagizo, kwa sababu ya kugeuka nyuma, kuacha yale ambayo Kristo ametufundisha, kuacha yale ambayo Mungu ametuagiza na kuangalia nyuma. Kumbe tumuombe Mungu katika misa ya leo, tujalie tumtazame Kristo daima, tusigeuke nyuma. Kristo awe ndio dira yetu katika maisha. Kristo ndio kiongozi wetu katika maisha, na tukifuata maagizo yake tutaona mafanikio makubwa. La kitabu cha Mwanzo sura ya 19 aya ya 15 hadi ya 29. Hata alfajiri ndipo malaika walimhimiza Lutu wakisema, ondoka, mtwae mkeo na binti zako wawili waliopo hapa, usipotee katika maovu ya mji huu. Akakawia. Nao wale watu wakamshika mkono, na mkono wa mkewe na mkono wa binti zake wawili, kwa jinsi Bwana alivyomhurumia. Wakamtoa wakamweka nje ya mji. Ikawa walipomtoa nje, mmoja alisema, jiponye nafsi yako, usitazame nyuma, wala usisimame katika hilo bonde popote. Ujiponye mlimani, usije ukapotea. Lutu akawaambia, sivyo bwana wangu, tazama, mtumwa wako ameona kibali machoni pako, nawe umezidisha rehema zako ulizonifanyia kwa kuponya nafsi yangu. Nami siwezi kukimbilia mlimani
nisipatwe na yale mabaya nikafa. Basi mji huu karibu, niukimbilie, nao ni mdogo. Nijiponye sasa huko, sio mdogo huu, na nafsi yangu itaishi. Akamwambia, tazama, nimekukubali hata kwa neno hili, kwamba sitauangamiza mji huo uliounena. Hima, jiponye huko, maana siwezi kufanya neno lolote hata uingiapo huko. Kwa hiyo jina la mji ule ukaitwa Soari. Jua lilikuwa limechomoza juu ya nchi Lutu alipoingia Soari. Ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma na juu ya Gomora kiberiti na moto toka mbinguni kwa Bwana. Akaangusha miji hiyo na bonde lote na wote waliokaa katika miji hiyo na yote yaliyomea katika nchi ile. Lakini mkewe Lutu akatazama nyuma yake, akawa nguzo ya chumvi. Ibrahimu akatoka asubuhi kwenda mahali aliposimama mbele za Bwana, naye akatazama upande wa Sodoma na Gomora na nchi yote ya hilo bonde. Akaona, na tazama, moshi wa nchi ukapanda kama moshi wa tanuru. Ikawa Mungu alipoiharibu miji ya bondeni, Mungu akamkumbuka Ibrahimu, akamtoa Lutu katika maangamizi alipoiangamiza miji hiyo aliyokaa Lutu. Neno la Bwana. Ee Bwana, unijaribu na kunipima, unisafishe mtima wangu na moyo wangu, maana fadhili zako zi mbele ya macho yangu, nami nimekwenda katika kweli yako. Fadhili zako, Ee Bwana, zi mbele ya macho yangu. Usiondoe nafsi yangu pamoja na wakosaji, wala uhai wangu pamoja na watu wa damu. Mikononi mwao una madhara, na mkono wao wa kuume umejaa rushwa. Fadhili zako, Ee Bwana, zi mbele ya macho yangu. Ila mimi nitakwenda kwa ukamilifu wangu. Unikomboe, unifanyie fadhili. Mguu wangu umesimama palipo sawa, katika makusanyiko nitamhimidi Bwana. Fadhili zako, Ee Bwana, zi mbele ya macho yangu. Shangilio. Ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako, Ee Bwana. Sura ya 8 aya ya 23 hadi ya 27. Yesu alipanda chomboni, wanafunzi wake wakamfuata. Ukawa msukosuko mkuu baharini, hata chombo kikafunikizwa na mawimbi, naye alikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wake wakamwendea wakamwambia wakisema, Bwana, tuokoe, tunaangamia. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga, enyi wa imani
Aba. Mara akaondoka akazikemea pepo na bahari, ukawa shwari kuu. Wale watu wakamaka wakisema, huyu ni mtu wa namna gani, hata pepo na bahari za mtii? Neno la Bwana. Sifa kwako ee Kristo. Dhambi zetu ziondolewe kwa Injili tuliyoisoma. Amen. mapato mazuri ya mafumbo yako. Tunapokujalia ibada za utumishi wetu ziendane na dhabihu hii takatifu, tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu, tushukuru daima na popote. Ni Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Wewe kama vile ulivyowaumba wanadamu wote kwa njia ya mwanao mpenzi, halikadhalika katika yeye unawafanya upya kwa wema wako mkuu. Kwa sababu hiyo, kwa haki viumbe vyote vinakutumikia, na wote waliokombolewa nawe wanakusifu pamoja kwa ibada, na watakatifu wako wanakuhimidi kwa moyo mmoja. Kwa hiyo sisi nasi pamoja na malaika wote tunaadhimisha tukikiri siku zote kwa kuimba kwa furaha. Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba vitakatifu vifanyike kwa uwezo wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate na akikushukuru, aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakao
Hivyo baada ya kula akatoa kikombe, akashukuru tena, akakibariki na akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mnywe nyote. Hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Tutangaze fumbo la imani. Tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo kwako mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha Mungu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusifu kwa unyenyekevu ili kushiriki mwili na damu ya Kristo na kukusanya na Roho Mtakatifu tupate kwa jamaa. Bwana, ulikumbuka kanisa lako lililoenea kote duniani, ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14, askofu wetu mkuu Beatus Kinyaia, askofu msaidizi Rudolf Kibozi na wapendwa wote. Kumbuke mtumishi wako marehemu Ansiata Justus Kaijuka, uliomwita kwako kutoka dunia hii, ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wako. Kumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia kwa tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako kwa nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, pamoja na marehemu kila mwenye heri mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mume wake wa Bikira, mtume mwenye heri, Mtakatifu Gema Gadiani, somo na msimamizi wa jimbo letu, Mtakatifu Petro, somo na msimamizi wa parokia yetu, na watakatifu wote waliopendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba mwenyewe, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amen. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya Mungu, tunakutukuza kusema: Baba yetu Uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote. Tujalie kwa wema wa amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wako, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Pende kulijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na iwe rohoni mwako. Peane amani.
Mwili wa Kristo tulinde tupate uzima wa milele. Amina. Baba, ninawaombea hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Tuombe. Bwana, tunaomba sadaka hii ya kimungu tuliyokutolea na kuila itutie uzima, ili kwa kuungana nawe siku zote kwa mapendo tupate kuzaa matunda yenye kudumu daima. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nendeni na amani ya Kristo. Tumshukuru.